Mathayo sura ya 28 aya ya 16 hadi ya 20. Wale wanafunzi 11 walikwenda Galilaya mpaka mlima ule aliowaagiza Yesu. Nao walipomwona walimsujudia, lakini baadhi yao waliona shaka. Yesu akaja kwao akasema nao akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Neno la Bwana. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema kila wakati. Ndugu zangu wapendwa, kama nilivyosema katika utangulizi wa adhimisho la misa hii takatifu, kwamba leo tunayo furaha kuadhimisha sherehe ya kupaa Bwana wetu Yesu mbinguni, ikiwa imetimu takribani siku 40 baada ya ufufuo wake. Namba hii 40 ikiwa na maana kubwa katika kanisa. Naona Bwana wetu Yesu Kristo alifunga siku 40, wana wa Israeli nao pia walitembea miaka 40 jangwani. Musa pia alikuwa 40, na leo tumesikia baada ya siku hizi 40 basi Bwana wetu Yesu Kristo anachukuliwa mbinguni. Siku ya 40 baada ya ufufuo wake alikuwa na wajibu mmoja na kuwahakikishia wafuasi wake kwamba kweli amefufuka mzima. Ndio maana tunaposoma Maandiko Matakatifu tunaona ametokea sehemu mbalimbali, amewatokea katika nyakati mbalimbali, na waamini wakiishi kwamba hajalala mauti mzima. Kazi hiyo amefanya kwa ustadi mkubwa, maana yake akiwa anatamani kuwaimarisha mitume wake. Baada ya kutaka kila mmoja aliokoka, kwa sababu walikuwa wanatazamia makubwa sana kutoka kwake, wakifikiri kwamba yeye ni mfalme wa ulimwengu wa mbele. Watu wanaamini watakuwa naye milele, watu wanaamini kwamba atakuwa na wao walikandamiza, lakini wanashangaa kwamba sasa yule aliyekuwa wanatazamia wanategemea amekuliwa msamaha. Kama anaona kusalini wakati yule Iskariote anamsaliti kwa kumbusu, wakati Yesu anakuja, wakati Petro anaweza kukata yule mtumishi wa kuhani sikio, na baadaye Yesu kumrudishia, wanapoona Yesu anazunguka vikumbe wote wanatawanyika. Hata yule Petro alisema, Bwana nitaenda wewe kwanza katika kifo walikimbia hawakutazamia kwamba Kristo atakuwa kirahisi. Walikuwa wametembea naye, wanaona mara watakapomchukue katika kema Kristo anakuja katikati yao, mara watakapompia kwa wewe anakuja katikati yao, wakiwa wanaamini kwamba hakuna atakayeweza kumshinda.
Ndio maana Kristo baada ya kufufuka anajitahidi kuwahakikishia kwamba haijawa mwisho, amefufuka mzima na kwa ajili ya Mwenyezi Mungu wa kuokoa wanadamu. Na ndio maana amefufuka akiwatokea unakuta akiwakusanya wote kurudi kutengeneza jumuiya ile kama ile aliyotengeneza akiwa hai. Na hapo ndipo anapokaribia kuondoka. Tunasikia katika masomo ya wiki hii nzima akiwa anawaandaa namna ya kuacha, anawaambia sitawaacha ninyi yatima, nitamtuma Roho Mtakatifu ambaye atawakumbusha yote ambayo nimewafundisha, na atawaandaa kwa yale ambayo mnahitaji kuyajua. Anawaambia hawatabaki hivyo tena, wamezoea kuwa pamoja naye. Sasa akaondoka, anawaachia nani? Anawaachia Roho. Na nitakapokwenda ndipo yeye atakapoweza kuja, ili aweze kuimarisha imani yao isitetereke. Na leo sasa, baada ya kuandaa kwa kweli, ndipo anachukuliwa na baadhi. Kristo anapopaa mbinguni, kwa kweli ana wajibu mmoja. Kutufundisha nini? Kwamba ile mbingu ambayo ilikuwa imefungwa kwa ajili ya dhambi zangu mimi na dhambi zako, kwa ajili ya dhambi za Adamu na Hawa, sasa mbingu ile inafunguliwa kwa yeye kuingia. Tukumbuke Kristo ni mtu kweli na Mungu kweli. Ana ubinadamu 100% na umungu 100%. Kwa kitendo chake cha kuingia mbinguni na huo ubinadamu wetu 100%, nao unakuwa umekwisha kuingia mbinguni. Maana yake sasa, huu mwili dhaifu ambao uliharibiwa na dhambi ya wazazi wetu wa kwanza, ukakosa thamani, ukafukuzwa katika bustani ya Edeni, sasa mwili huu umekuwa wa utukufu kwa sababu amevaa Mungu nafsi ya pili, na haijatosha, amepaa na ameingia nao mbinguni kwa Baba, akituhakikishia kwamba mimi na wewe, hata sisi inawezekana na sisi kuweza kuingia mbinguni. Milango ile ambayo ilifungwa sasa kwa utukufu wa Bwana wetu Yesu Kristo, milango hiyo imefunguliwa. Kristo anapotuambia kwamba anatangulia kwa Baba ili apate kutuandalia makao, ni kweli tupu. Anakwenda kutuandalia makao, amekwenda kutuandalia makao, lakini makao hayo aliyotuandalia ni wajibu wako mimi sasa kuyaendea. Yameshaandaliwa vizuri, yako pale, ninayafikiaje? Ndipo hapo maisha yangu ya Kikristo yanapoingia, matendo yangu, maneno yangu, mawazo yangu yanapoplay role hapo sasa kuweza kuyafikia hayo makao ambao Bwana wetu amepanga. Maana yake maisha yetu, masomo ya wiki alikuwa anaongelea juu ya upendo, akisema mtu yule anayenipenda atazishika amri zangu. Mtu huyo tutakaa pamoja naye, naye atakaa pamoja nasi. Zile amri 10 zake Mwenyezi Mungu zikiwa zimerudishwa sasa katika amri moja, amri ile ya upendo kwa Mungu na upendo kwa jirani. Makao hayo ambayo Kristo amekwenda kutuandalia kwa upendo mkubwa, anatamani na sisi kwa upendo huo tutakaoishi hapa vizuri duniani, upendo kwa Mungu na upendo kwa wanadamu, hapo basi kuweza kuirithi mbingu. Ukimpenda mwenzako, utatamani baya limkute, utamtendea huo. Ukimpenda Mwenyezi Mungu, utakuwa mtu wa sala, utakuwa mchaji. Vigezo tosha vya kuweza kuiona mbingu.
Tunapoadhimisha sherehe hii ya kupaa mbinguni Bwana wetu Yesu Kristo, wapendwa, hakika nasi yatupasa kutambua kwamba ni hakika Kristo ameondoka, lakini hatuachi hivi hivi. Kama alivyotuahidia mwenyewe, anakwenda mbinguni ili apate kumtuma Roho Mtakatifu. Ndio maana Ijumaa tumeanza novena ya Roho Mtakatifu ili ipate tamalizika Jumamosi na Jumapili tuweze kuadhimisha sherehe ile ya Pentekoste. Kristo anapokwenda mbinguni anatutumia huyu Mungu Roho Mtakatifu aweze kuimarisha imani yetu, aweze kutusimamisha imara katika maisha yetu ya Kristo, aweze kuendelea kunyanyua na kuendelea kuongeza hadhi ubinadamu wangu mimi na wewe uweze kusimama imara, ili huyu Kristo ambaye ametukomboa kwa mateso, kifo na ufufuko wake, kazi yake hii isiwe bure, kwamba Kristo ametundikwa msalabani kwa ajili yangu na kwa ajili yako ili tuweze kupata wokovu, alafu kweli nikoke wokovu huu uniponyoke hivi. Maana mateso, kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo usiwe ni kazi bure. Unihakikishie mimi, ukuhakikishie na wewe kwamba ninayo nafasi, unayo nafasi ya kuweza kuingia mbinguni, unayo nafasi ya kwenda kufurahia na Mwenyezi Mungu na watakatifu wote waliotangulia za maisha yetu ya umilele wote mbinguni. Ni mimi sasa nijiweke tayari. Kwanza niamini vizuri kwamba ni kweli haya mafundisho ya kanisa ni sahihi. Niamini kwanza. Pili, niamini tena kwamba hata mimi, hata katika udhaifu wangu, hata katika udhaifu wako, amini kwamba unayo nafasi ya kuiona. Tatu, uamini kwamba una uwezo wa kuishi maisha mema, una uwezo wa kuishi vizuri, una uwezo wa kuishi upendo ili uweze kupata kibali cha kuingia mbinguni. Tatu, nne, usiwe mnyonge kabisa. Ujipige kifua kwa sababu unajua kwamba hapa duniani nitakaa muda mfupi, lakini maisha yangu ya milele yako mbinguni. Na hiyo ikupe faraja kwamba hakika hata kama ninateseka kidogo hapa duniani ni kwa sababu pia kushiriki ile mateso kidogo ya Bwana wetu Yesu Kristo, lakini maisha yangu hatakuwa ya mateso daima, kwa sababu ipo furaha huko kabisa inayoningoja mbinguni, huko ambapo kichwa cha kanisa, yaani Bwana wetu Yesu Kristo yupo, na ametuambia kule alipo yeye anatamani na sisi tupate kuwepo. Sasa kama Kristo tayari anatamani mimi niweze kuwa naye, kwa nini nisiwe pamoja naye? Kama Kristo tayari ameshatamani na ameenda kuniangalia makao huko mbinguni, mimi ninafanya nini? Bwana, hata kwa udhaifu wangu, kuishi maisha yangu vizuri Kristo, kuishi amri ile ya upendo vizuri, ili sasa haya kwa Mwenyezi Mungu ataniita niweze kuendelea ni maisha yako ambayo vitu gani kwa ni wajibu wangu ili kuweza kuendelea. Na nifikiri kwamba safari ya kuendelea kwa rahisi, haitakuwa rahisi hata kidogo, kwa sababu ni lazima nichakae kidogo. Kama dhahabu ambayo ilikuwa dhahabu ya kuingia moto na baadaye inakuwa ya thamani, na mimi hivyo nisafishwe nikae sawa, imani yangu ipate kuingizwa kidogo na ishinde, niweze kusimama imani, niweze kuitetea imani yangu, niweze kuishi maisha yangu vizuri, ili siku ya mwisho pale nitakuwa hakika Kristo amepanda mbinguni, atakuja kwa ajili ya kuokoa.
wazaliwa katika safari. Lakini tusifananishe hukumu yake na hukumu tunayoona kwa watu. Hukumu yake ni jambo sana. Hukumu yake ni haki. Hukumu yake ni nyepesi. Si hukumu yake imejaa upendo. Hukumu yake ni hakika milele. Hawezi kuhukumu kwa ukatili, kwa kutumiza, wakati tayari alishaumia msalabani. Anachotamani tu ni mimi na wewe kuingia katika upendo. Upendo ule ambao aliniachia, ule alionifundisha ni kuishi na upendo huo. Kwa hiyo tunaposherehekea Bwana kwa Bwana wetu Yesu Kristo, anakuambia tusisikie kwa nia. Hajatuacha. Anakwenda kutuandalia sehemu nzuri zaidi ya hii ya dunia. Ili kule alikoenda kule na Baba, na mimi na wewe uweze kusifu Yesu Kristo. Ngombe Baba Mwenyezi asikilize kwa wema sala zetu kwa ujumbe wa Yesu Kristo. Ulitimiza wokovu kwa wote, kwa hiyo uliweza kusema kwamba umekabidhiwa mamlaka yote mbinguni na duniani. Utujalie kuonja na kufurahia mamlaka yako katika maisha yetu. Ee Bwana, uliwaagiza mitume wako kwenda duniani kote ili kutangaza habari ya wokovu. Utupe moyo wa kuishi kadiri ya wokovu uliojalia. Ee Bwana, uliwaagiza mitume wako kufundisha watu wote amri zako. Utusaidie kuzishika amri zako ili kuonyesha watu wote kwamba juu ya msingi na amri zako ni msingi wa mafanikio ya maisha. Ee Bwana, uliwaagiza mitume wako kubatiza watu. Utusaidie kujua njia ya matendo yetu, kuwavuta watu wengine wajiunge na jamii ya wokovu. Ee Bwana, uliahidia kuwa nasi mpaka mwisho wa dunia. Utuonyeshe njia za msaada wako katika matatizo yetu ya kila siku. Ee Bwana,
Mungu aliye makimbilio na nguvu yetu, uliyasikia wema wote. Sikiliza sasa kanisa lako, yalini hayo tunayoomba kwa imani kwa kweli.